Mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli yaliyolenga vituo vya nyuklia vya Iran yameacha alama ya vumbi, lakini hayakuweza kufuta dhamira ya taifa hilo na badala yake yamechochea ari mpya ujenzi wa taifa, hali inayochochewa na maarifa si hofu. Rais Masoud Pezeshkian akiwa amesimama mbele ya viongozi wa shirika la nishati ya atomic la Iran AEOI alitoa ujumbe wa moja kwa moja kwa Washington na Tel Aviv, na hapa namnukuu: maarifa hayawezi kuharibiwa kwa mabomu, majengo yanaweza kubomoka, lakini akili za wanasayansi wetu haziwezi kufutwa. Tutajenga upya na safari hii kwa nguvu zaidi. Kauli hiyo imeibua hisia za uzalendo nchini kote, ikiashiria kwamba Iran haioni mashambulizi hayo kama pigo, bali kama changamoto ya kujijenga upya na kuthibitisha msimamo wake wa miaka mingi. Mpango wake wa nyuklia ni wa amani, kitaifa na kisayansi, si wa kivita kama wanavyodai wapinzani wake wa magharibi. Tangu vita vifupi vya siku 12 vilivyochukua maisha zaidi ya watu 1000 raia wa Iran, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitangaza kwa majigambo kwamba vinu vya nyuklia vya Iran vimefutwa kabisa, lakini ndani ya Washington sauti za shaka zimeanza kujitokeza, huku vyombo vya habari vya Marekani vimekiri hakuna uthibitisho wa kweli kwamba vituo hivyo vingi vikiwa chini ya ardhi na vimeimarishwa kwa teknolojia ya hali ya juu viliharibiwa. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Al-Khamenei alimjibu Trump kwa kauli kali iliyovuma mitandaoni akisema aendelee kuota, maarifa haya hayafi na mapinduzi haya hayawezi kuzimwa. Ni msemo uliogeuka kauli mbiu mpya taifa, ishara kwamba Iran inaunda simulizi jipya la ujasiri katika uso wa nguvu za mageuzi. Licha ya ghadhabu ya umma na majeraha ya vita, Tehran bado haijafunga milango ya diplomasia. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa Ali Larijani amesema wazi kuwa Iran haitokimbia mazungumzo, bali haitakubali mazungumzo ya unyenyekevu, na hapa namnukuu: mazungumzo halisi ni yale ambayo hayajaamuliwa matokeo kabla hata ya kuanza. Tunatambua umuhimu wa mazungumzo, lakini si yale ya kidhihaka. Falsafa ya mazungumzo kwa heshima, si kwa shinikizo. Mwisho wa kunukuu. Lakini wachambuzi wanaonya kwamba masharti ya Marekani yanaelekea kuua matumaini ya mazungumzo hayo. Miongoni mwa masharti hayo ni pamoja na marufuku ya urutubishaji wa uranium, mipaka ya mpango wa makombora na shinikizo la kuhimiza Tehran kuimarisha uhusiano wake na Israel, jambo linaloonekana kama mshikamano wa kifedha kisiasa usiokubalika kwa taifa hilo lenye misingi ya mapinduzi. Mtaalamu wa masuala ya Marekani Amir Ali anasema ni kana kwamba Trump ameamua kufanya makubaliano yasitokee. Analenga Irani ipige magoti, iwe kwa mkataba au kwa vita. Kwa Irani hii si tu vita ya kijeshi, bali ni vita ya simulizi. Taifa hilo linapambana kujenga picha yake kama nguvu ya maarifa na uvumilivu katika ulimwengu unaoongozwa na propaganda za kisiasa. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alifupisha msimamo huu alipoulizwa na Al Jazeera: makubaliano pekee ambayo Marekani inaweza kuyapata na Iran ni yale ya kushinda kwa wote, si ya kushinda upande mmoja. Ni kauli inayofunga duru ya kimkakati ambayo Teherani inajaribu kuiweka mbele ya dunia kwamba Iran si tishio, ni taifa linalotafuta heshima na usawa katika meza ya kimataifa. Mabomu yamepita, majivu yamepoa, lakini ndani ya Iran kuna moto mpya, moto wa maarifa, utaifa na ujasiri wa kujijenga upya. Kauli ya Pezeshkian sasa imegeuka alama ya kizazi kipya cha viongozi wa Iran, kizazi kinachotaka kujenga si kwa uoga bali kwa fahari. Katika ulimwengu wa kisiasa uliojaa hila na mashinikizo, ujumbe wa Tehran ni mmoja: tunaweza kushambuliwa, lakini hatutawahi kupoteza imani yetu katika uwezo wa kujisimamia.